Kamati ya uongozi wa wanawake wa imani wa kanisa la ABC chini ya kiongozi wa wanawake aliye pia askofu wa jimbo la Nairobi, Askofu Dr. Mary Nzioki, limeafikiana kununua basi itakayowawezesha kueneza neno la Bwana katika maeneo tofauti mwa nchi na hata nje ya mipaka ya taifa hili. Ili kuafikia haya, kila mwanamke wa imani wa kanisa la ABC kote nchini akiraiwa kutoa mchango wa shilingi 1000, huku wanawake wa umri mdogo pamoja na wasichana wakitoa mchango wa shilingi 500 kila mmoja. Viongozi hawa wamezungumza haya katika warsha iliyoandaliwa katika afisi kuu za kanisa hili ABC Bomani. Isaac Musioka na taarifa hile. Kanisa la ABC chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Dr. Timothy Ndambuki linapoonekana kuwa kipaumbele kueneza neno la Bwana. Mathayo 28 mstari wa 19 hadi 20 kwamba Kristo alituachia angizo kuu moja, kwenda katika ulimwengu wote na kumuhubiri. Kamati ya uongozi wa wanawake wa imani wa kanisa hili chini ya uongozi wa askofu wa jimbo la Nairobi, Askofu Dr. Mary Nzioki, limeafikiana kununua basi itakayowawezesha kueneza neno la Bwana katika maeneo tofauti ya nchi na hata nje ya mipaka ya taifa hili. Tukiwa hapa pia tumekumbuka wazazi wetu ambao walikuwa huko kabla ya miaka ya 70, walinunua gari la kuhubiri habari njema mwaka wa 75. Sisi ambao tuko baada ya miaka 50 tumejiuliza, tutakapotoweka vizazi vijavyo vitaweza kuona utumishi gani ambao tumefanya. Na kwa kauli moja na kwa ruhusa ya Archbishop wetu tumepewa ruhusa tununue gari kubwa ya kuhubiri habari njema, na hivyo tumekubaliana kwamba tutanunua basi. Ili kuafikia haya kabla ya mwaka huu kukamilika, kila mwanamke wa imani katika kanisa la ABC kote nchini ameshauriwa kutoa mchango wa shilingi 1000, huku wanawake wa umri mdogo pamoja na wasichana wakitoa mchango wa shilingi 500. Ujumbe huu tunatuma kwa wanawake wote na viongozi wetu wote makanisani kwamba wasupport hii project. Tuko na kutoka sasa mpaka mwaka huu tuone kwamba tumekamilisha utumishi huu, na kwa ajili hiyo tunaomba kila mwanamke wa kanisa la ABC atoe tu 1000. 1000 kwa kila mwanamke mzima katika ABC kwa kipindi cha mwaka mzima huu wa 2025. Na wasichana wetu wote watoe 500. Viongozi hawa walizungumza haya katika warsha ya kamati ya wanawake katika kanisa la ABC Masaku, ambapo lengo kuu lilikuwa kupanga kazi ya Mungu kwa ajili ya mikutano ya wanawake mwezi wa 6 na mwezi Agosti. Na leo madhumuni yalikuwa kupanga kazi ya Mungu kwa ajili ya mikutano ambayo iko mbele yetu mwezi wa 6 na mkutano mkubwa wa mwaka wa ABC wa wanawake mwezi wa Agosti, mwezi wa 8 mwaka huu. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ametuongoza na ametulinda mpaka wakati huu. Na tukiwa hapa pia tunataka kuwashukuru wanawake wote wa ABC kwa kazi yote nzuri ambayo wamefanya miaka hiyo yote, kusimama na makanisa na kusupport kazi ya Mungu katika ABC. Aidha, wakimshukuru kiongozi wa kanisa la ABC Afrika Mashariki, ya Kati, Kusini pamoja na Finland, Dr. Timothy Ndambuki, kwa kuwapa fursa hii. Tunawatakia heri na tunawaombea baraka za Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Tunashukuru Archbishop na kamati ya headquarters kwa kutupa nafasi hii, na Mungu aendelee kuwabariki. Pongezi na mama kwa kazi mnayofanya. Isaac Musioka, Undugu TV. Na kwingineko ni kwamba mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni. Atandi akisema kuwa kama mwenyekiti atahakikisha kuwa kuna usawa wakati wa ugavi wa fedha katika maeneo bunge yote. Wadhifa huo ulikuwa umeshikiliwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ambaye ametumiliwa sasa hivi. Wandani wa kinara wa ODM Raila Odinga wanapoendelea kunufaika kwa kuteuliwa katika nyadhifa mbalimbali serikalini, leo hii kamati ya bajeti bungeni imemchagua mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi kuwa mwenyekiti mpya wa kamati ya bajeti, naibu mwenyekiti wake akiwa ni Daktari Robert Pukose. Budget and Appropriations Committee is a very important committee, very central to the existence of Parliament.
As you are aware, Parliament has only 3 roles: lawmaking, budget making, and oversight. So budget making is one of the most cardinal roles of this Parliament, and therefore the fact that this role is given to us is something that we don't take for granted, and so we are going to ensure that we do not disappoint Kenyans. I want to thank the honorable members for giving us this opportunity to serve the committee in the capacities we are in, and I want to congratulate my chair for the position of being elected as the chair of this committee. Nafasi hiyo awali ilishikiliwa na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro alionekana kuzomewa kwa madai ya kuelekeza fedha nyingi katika eneo bunge lake, Atandi akisema kuwa ataangazia changamoto za ugavi katika bajeti ya kitaifa na kuhakikisha usawa. And we know that resource sharing is one of the critical issues that affect peace and harmony in this country. And therefore I'm going to ensure that we look at the map of Kenya, where especially when we are looking at the sharing of resources, and ensure that each and every section of the country is a beneficiary of the resources that Kenyans bestow on us. I don't want to say much. We will look at the mandate of this committee once again, and we want to say that we are going to ensure that we live up to the mandate of this committee. Kenyans need to know that we will do everything possible to live up to their expectations. Aidha, wanakamati wa bajeti wameshinikiza uwajibikaji, ushirikiano na usawa, kwani kila Mkenya na kila eneo linastahili kupata rasilimali na maendeleo kutoka kwa serikali ya kitaifa. I think as a committee we need to assure Kenyans that we are going to ensure there is equity, and as we do that, the best way to do it would be to have a GIS positioning of all the projects, so those who are cheating Kenyans that this committee is not sending resources to every part of the country can actually see it with their eyes. We must be in a position to project fairness, transparency, and equity. And Chairman, also reflect on the diversity of the Republic of Kenya. Kwingineko, mbunge Tindi Mwale amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya uhasibu. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ametemwa nje pamoja na wandani wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Rais William Ruto amesema kuwa pesa za ufadhili kwa wanafunzi wa vyuo vikuu zitaachiliwa siku ya Ijumaa. Rais akidokezea kwamba kulikuwepo na matatizo ambayo alikuwa anashughulikia katika bodi ya HELB. Aidha, amewaagiza wanafunzi kumpigia simu ikiwa hawatapata pesa hizo. HELB. I have relaxed. Sindio? Hapo kwa HELB kumekuwa na kizungumkuti kidogo. So jana nilikuwa na waziri ambaye anahusika, kulikuwa na matatizo pale kwa HELB board. Leo head of public service anashughulika na hiyo kazi, na nimewaambia by Friday pesa iwe imekuwa released kwa vijana wa taifa letu la Kenya, so that everybody can have their resources. So by Friday kama pesa haijaingia kwa simu zenu, munipigie simu. Kuna majamaa nitawanyorosha. Mnatafuta namba 0722 Huyu KJ utapatia hawa watu simu yangu alafu wanitafute. Si rais amesema muongezewe computers. Si rais amesema pesa ya HELB itoke by Friday. Si rais amesema mtengenezwe barabara. Si rais amesema mjengewe 2 floors hapa. Hiyo mambo yote tutafuatilia. Si rais amesema atanunua bus. Ile mambo yote rais amefanya, amesema itafanywa. Wizara ya Afya imefanya mkutano na viongozi wakuu serikalini wakiwemo magavana na wafadhili kujadili mikakati ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya HIV hapa nchini. Waziri wa Afya Deborah Barasa amehimiza wabunge kuhakikisha kuwa wametenga fedha zaidi katika sekta ya afya. Mkutano huu unajia baada ya taifa la Marekani kusitisha kufadhili shirika la afya ulimwenguni WHO. The second call to action is for members of parliament. I urge you to advocate for increased budgetary allocations to the health sector, particularly for HIV and other programs that were supported.
The time to act is now. Without sustained domestic investment, the progress we have made in the HIV response is at risk. We must prioritize financing for essential commodities, human resource, and healthcare infrastructure. Strengthening domestic health financing mechanism will provide long-term sustainability and resilience. The third call to action is for the health sector. Rethinking our approach to disease management is critical. HIV was managed as a security issue, leading to the creation of UNAIDS, PEPFAR, and global tracking metrics. Perhaps it is now time for Kenya to reassess the design and sustainability of disease management program to ensure long-term resilience and self-sufficiency. I'm here not only to share insights, but also to listen and collaborate on securing Kenya's healthcare future. We urge calm, unity, and collective action as we navigate these changes. Kenya's HIV response remains strong, resilient, and people-centered. Together, we will ensure that no one is left behind. So let us stand together in our commitment to a sustainable and resilient SHA benefit package does not include some of those things we are talking about. How difficult would it be for us as a meeting here to say we have asked Waziri to ask SHA to immediately look at how to onboard the HIV programs, care and treatment, because it's not part of that package. Is it possible? Na taarifa hiyo ya vita dhidi ya ukimwi inanipea fursa ya kuweza kumeza mate. Nitarejea na taarifa zaidi. Mpenzi mtazamaji, usiende mbali. Afya ni kigezo muhimu katika maisha. Kenya is implementing a financing transition roadmap that focuses on governance, stewardship, domestic resource mobilization, program efficiency, and sector-wide integration. Afya bora ikichangia maisha bora kwa kiwango kikubwa. Universal healthcare coverage is critical for us so that each of us as Kenyans can be able to access affordable quality care. Na kwa kuwa afya ni muhimu kwa kila binadamu, and unless we take responsibility of our health, no one will do it. Ungana nasi na wataalamu mbalimbali wa afya kila siku ya Jumanne saa 12 jioni katika makala ya Undugu Leo na saa 2 jioni katika makala ya Undugu Matukio. When we come to the community, we educate them on how to use medication and also how to use nutrition. Kama kanisa, sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana, wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa SACCO waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1000 na hisa moja ni 1030. Kanisa inaekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana.
Na mpenzi mtazamaji, karibu tena. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja amebaini kuwa serikali itaboresha ustawi wa polisi pamoja na kuweka huduma za polisi katika mifumo ya kidijitali ili kuwezesha polisi kuwapa wananchi huduma kwa ufanisi. Akizungumza alipoongoza ufunguzi wa kituo cha kisasa cha polisi eneo la Mvita katika kaunti ya Mombasa, Kanja aliwataka maafisa wa polisi kufanya kazi yao wakiangazia sheria zinazowadhibiti. Jenerali Kanja alikuwa ameandamana na naibu wake Eliud Langat. Kuna taratibu ile inafuatwa. Wananchi wa hapa for example wakitaka station, kuna utaratibu ambao inafuatwa. Kuna kitu inaitwa public participation pamoja na leadership ya area fulani. Wao wenyewe wanaona kweli hapa tunahitaji kituo cha polisi ndio tuweze kuongeza usalama. Alafu hiyo mjadala inapelekwa kwa Sub County Security Committee ambao inaongozwa na the DCC wa hiyo area na wakuu ya polisi wa hiyo area na National Intelligence Service na wale wengine ambao wako kwa hiyo vitego za usalama. Wanaikalia chini, wanaiangalia vizuri. Wanaona na kweli vile wananchi wanasema hapa tunahitaji kituo cha polisi ni hivyo. Kwa hivyo hiyo wazo inaletwa mpaka inafika kwa Inspector General wa polisi kule Nairobi, na kweli sisi tukifuata ile utaratibu imewekwa na katiba yetu, tunaona kweli inatakana kupeanwa polisi hapo. So hiyo ndio ile utaratibu inatakana kufanywa, na ndio ile angefuata ule alifungua kituo yake ya polisi. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni makosa kubwa ambao haikutakana kufanyika namna hiyo, lakini ikiwa wananchi ya eneo hiyo bado wako na haja na kuwa na kituo cha polisi, hiyo ndio utaratibu ambao inatakana kufuatwa. Ni hizo area zote ukienda upande wa North Rift, ukienda upande ya Eastern, ukienda upande wa Isiolo, Marsabit, kama saa hizi upande wa Isiolo na Marsabit tuko na operation kubwa inaendelea upande huo ya kumaliza uhalifu ya wale ambao wanaleta bunduki kwa nchi yetu kiharamu, wale wanasafirisha binadamu wengine kiharamu, wale wanalete contraband goods hapa, bagi pia ile inaletwa njia hiyo kiharamu. Yote sisi tunashughulikia, na kwa saa hizi hakuna hata binadamu hata mmoja anapitia upande wa haramu. Ile upande ya mpaka ya Kisii na Narok kwa saa hizi iko sasa kabisa. Juzi kulikuwa na mkutano ambao ilikuwa mkutano kubwa wa governor wa Kisii na governor wa Narok, walikutana pale wakiongea na wananchi, na hiyo maneno imekuwa iko sawa. It's a quiet area. Security tunaendelea kuiweka na kuipea kipaumbele, ndio hiyo area yote ikae kama imenyamaza, yote ikiwa sawa. Na tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Elimu kupitia idara ya elimu ya msingi imeandaa mjadala kuhusu ubora wa elimu na mafanikio ya utekelezwaji wa mtaala wa CBC, ikiwaleta pamoja wadau wa elimu kutathmini mafanikio ya mtaala mpya, changamoto zinazokumbana nayo na njia za kuboresha. Hili linafuatia mpango wa wizara kupeleka kikundi cha kwanza kutoka shule ya upili kati kwenda shule ya upili ya juu. Mkutano huu umefanyika katika shule ya msingi ya St. Faustina Kerugoya Girls County ya Kirinyaga. Ni mkutano uliowaleta wadau mbalimbali katika sekta ya elimu pamoja. Bi Ann Ngatia, mkurugenzi wa matakwa ya CBC, akizungumza katika mkutano huo, ametaja changamoto zilizopo katika mfumo huo, akisema kwamba ni vyema wasimamizi wa shule kutoa habari wanapokumbana na changamoto zozote. Aidha, amesema kwamba wizara inajitahidi kusuluhisha changamoto zilizopo, huku akiwahimiza wasimamizi wa shule kutosubiri mpaka mwisho kujaza data hitajika, kwani hilo hufanya mfumo huo kukwama. In terms of the portal, I agree. Sometimes it is down or it's not very friendly, and we accommodate those experiences so that it helps us improve. Remember, it's the first time we have designed the portal for grade 9. So whatever challenges, it's really a lot of traffic. We are talking of 1.3 million learners, and so many details that we are asking therein. So if you really have great challenges, I think it's important to tell us. Kwa upande wake Samuel Kiogora kutoka tume ya kuwaajiri walimu TSC, upungufu wa walimu katika shule za JSS ni kutokana na changamoto za fedha walizotengewa na serikali. Ila TSC ina data sahihi kuhusu idadi ya walimu kwa kila kaunti na itaajiri walimu zaidi kama rasilimali zitapatikana. The issue of understaffing in junior secondary, we are staffing not from what we produce ourselves, but what we get from that kit. And therefore, we have always
and given them the correct data on how many teachers we need in every county, every sub-county. They have the data, but now we can only recruit as many as they release the funds. So the challenge might be at that level. Mwangi Kanayu, kiongozi wa chama cha walimu wa Kenya KNUT, Kirinyaga, akitoa baadhi ya changamoto wanazokumbana nazo ni pamoja na kupandishwa cheo kwa walimu, kwani wengi wamebaki mahali pamoja kwa muda mrefu. And we have outlined some of the factors that can delay that progress. One of them is lack of adequate teachers in junior school, and those who are also not CBC compliant. And we have agreed that there is a need to do urgent retooling, and a serious one, so that we bring the teachers who are employed on board, so that they are able to continue with the CBC the way it is supposed to be. Medical scheme, we have also told the government that there is need to enhance and improve that scheme. Right now, it is not working for the benefit of the teacher. Yeah, thank you. Immaculate Karimi, Undugu TV. Na kwingineko ni kwamba wakulima wameshauriwa kunyunyuzia dawa katika eneo ambalo wanalozalishia miche ili kuhakikisha kuwa miche haiathiriwi na wadudu. Mkulima wa miche Evon Songua kutoka eneo la Enzio County ya Makueni na anayezalisha miche ya machungwa amewashauri wakulima kuzingatia sana kunyunyuzia maji miche hile. Leo hii kwenye makala ya Kilimo na Undugu tunaangazia uzalishaji wa miche aina ya machungwa. Zablon Masharia na taarifa ile. Uzalishaji wa miche ya limao unaanza kwa kuanika mbegu zile juani kabla ya kuzipeleka kwenye nasari. Katika eneo la Enzio tunapatana na Yvonne Songoa na anayetuelezea hatua anazozichukua anapozalisha miche ya limao au ndimu. Kwa nursery bed unaweza tengeneza ya 1 meter, alafu unamwagilia mbolea, changarawe ndio upate zitachomoka vizuri. After around 2 to 3 weeks zinachomoka and they are ready kupeleka kuzieka kwa tubes. Miche ile ikiwa kwenye nasari au kwenye maji karatasi, mkulima anashauriwa kuzingatia sana, ananyunyuzia dawa ili kukinga miche ile kutokana na wadudu haribifu. And the other side ukishazipeleka kwa tubes, pia zinahitaji a lot of water. Juu they are still young na little sun, so na pia zinahitaji dawa. So yeah, dawa is everything, so we focus a lot on dawa na maji. Baada ya wiki 2 au 3 ya miche ile kutolewa kwenye nasari, huwekwa kwenye maji karatasi, na kwa muda wa miezi 4 mkulima yuko na uwezo wa kuzalisha miche ile kwa aina mbalimbali ya familia ya machungwa ikiwemo Pixie au Washington. Tukizieka kwa tubes tunangoja to 3 to 4 months and then they are ready to be grafted. So tukigraft ndo tunaweza zigraft to different types: machungwa, Pixies, tangerines, Washington, to any type ya machungwa yenye unataka. And then from there, for around 2 to 3 weeks, they are ready to be transplanted ama either ready for the market. Na ili kuhakikisha kuwa miche ile inakuwa ipasavyo, mkulima anahimizwa kuhakikisha eneo ambalo anazalishia miche ile ni safi na miti iliyo karibu anainyunyiza dawa. Lazima hiyo seedling yenye unaipeleka kwa nursery bed, you make sure it is clean, umeitoa mahali safi, na pia hapo kwa hiyo nursery bed you make sure it is clean, free from anything yenye inaweza interfere. Ukitransplant to the tubes, lazima umake sure mahali umetransplant ni pasafi na miti yenye mikubwa iko surrounded to that place prevent from diseases na umeipiga dawa venye inafaa, and to make sure the environment around the transplanted the miti yenye umetransplant to the tubes, it is also clean. Na you make sure that you irrigate enough water.
Baada ya miezi kama 4 kuzalisha miche ile, Yvonne anabaini kuwa mkulima yuko na uwezo wa kuuza miche ile. Yvonne akidokeza kuwa huwa anauza miche yake kwa takriban shilingi 300. Hii nimeshika ni a sample of my miche yenye nimekuwa nimetake care for all that time. Na hii ni Pixie. Venye unaona iko ready to be transplanted and ready for the market. Si unaona hata wewe ni healthy. So hii nikiuza one I'm going to sell for about 300 shillings. Na hata ukiangalia no bargaining, si inakaa tu sawa. So hii ni Pixie which goes for 300 shillings. Zablon Macharia kwenye makala ya Kilimo na Undugu. Na Wizara ya Maji kwa ushirikiano na Benki Kuu Ulimwenguni imezindua mradi wa maji almaarufu K-Wash unaonuia kurahisisha upatikanaji wa maji pamoja na maji yaliyo safi. Gavana wa Migori Ochilo Ayako akisema wataendelea kushirikiana na Wizara ya Maji ili kuhakikisha wakazi wa eneo hilo wanapata maji na yaliyo safi, ikiwa ni njia moja ya kutimiza ruwaza ya mwaka 2030. Prioritizes the provision of water, sanitation, and also the public health of our people, including the environment. And we are very happy that we have partners. Our partner, our very important partner in this program is the World Bank, together or in conjunction with the national government. We want to say that this program is a program that is result-based. The program seeks to ensure that we have relevant projects that address sanitation needs, address water needs, and our health needs. This partnership, I'm informed, is one that should take 4 or more years as a partnership, and we as a county are working very hard to ensure that our people benefit. Is to support the collaboration between the national government and also the county government. The Kenya Water Sanitation and Hygiene program, in short K-Wash, is to address sanitation, water challenges, as well as elimination of open defecation across the 19 participating counties. Of course, it's not only limited to our counties, it's also in the refugee and host communities in the counties of Garissa and the counties of Mandera, Turkana. As we work towards this, of course, we have been financed by the World Bank team, and this is feeding into the National Water Sanitation and Investment Plan. Katika michuano ya UEFA barani Ulaya, Barcelona ililaza Benfica mabao 3-1, Bayern Munich ikicharaza Bayern Leverkusen mabao 2-0, huku PSG ikipokeza Liverpool kichapo cha mabao 4-1 kupitia mikwaju ya penalty. Kocha wa Liverpool akisema kuwa ni mechi ambayo hakudhania watapoteza kutokana na ubora wao. It was the best game of football